Hujambo na karibu JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni chenye makao yake katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Leo ni Alhamis Julai 9, 2026. Karibu kusikiliza matangazo yetu. Mengi tumekuandalia, ila machache miongoni mwa mengi hayo ambayo tumekuandalia ni pamoja na hali ya kiusalama inaendelea kuwa mbaya katika nyanda za juu za Minembwe. Lakini ni nani ambaye anapatikana katika vijiji vya Pwezero, Epopo, Mienge na Minembwe kati ya jeshi la serikali pamoja na wazalendo na hawa waasi wa M23? Katika mji wa Minembwe, Mienge, Pwezero, huko kuna tawaliwa na waasi wa M23, ndio wanatawala huko. Yaani ndio wameshikilia maeneo hayo. Usiondoke, taarifa hii itakujia kiundani zaidi hapo baadaye. Kumekuwa na maoni mseto miongoni mwa wananchi na wachambuzi wa masuala ya kisiasa kuhusu nia ya Rwanda kuondoa vikosi vyake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo imeendelea kuzua wasiwasi na mjadala miongoni mwa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini ni kwa nini Rwanda haitaki kuondoa askari wake katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Rwanda haina rasilimali, Rwanda haina madini, lakini yote ambao wameipata kupitia vita ambavyo wameanza tangu miaka ambayo imepita wakati wameanza AFDL. Na gereza kuu la mkoa wa Tanganyika linakabiliwa na msongamano wa wafungwa, huku wa raia wakipendekeza kuhamisha na kupanuliwa kwa gereza hilo ambalo kwa sasa linahifadhi idadi kubwa ya wafungwa tofauti kabisa na uwezo wake. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Waasi wa AFC M23 wanaendelea kuonekana maeneo mbalimbali huko Lubero, Kivu Kaskazini. Hali hiyo imesababisha raia kuwa na hofu na wengine kuyakimbia makazi yao. Ramadhani Kahambwe na taarifa ifuatayo. Mvutano unaongezeka tena kusini mwa wilaya ya Lubero katika mkoa wa Kivu Kaskazini nchini DRC. Kwa takriban wiki moja sasa, kumeshuhudiwa harakati kubwa za kuwasili kwa wapiganaji na vifaa vya kijeshi vya muungano wa waasi wa AFC M23 katika maeneo mbalimbali ya mstari wa mbele, hali inayozua hofu ya kurejea kwa mapigano katika sehemu hiyo ya mkoa. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, hali hiyo tayari imewalazimu familia nyingi kuzikimbia vijiji vyao na kutafuta hifadhi katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Asasi za kiraia za eneo hilo zinasema kuwa vikosi hivyo vya nyongeza vinajumuisha wapiganaji pamoja na vifaa vya kijeshi, ikiwemo silaha nzito na silaha za msaada wa mapambano. Kuimarishwa huku kwa vikosi kunafanyika miezi michache baada ya AFC M23 kuonekana kupunguza uwepo wake katika baadhi ya maeneo ya kusini mwa Lubero mwezi Machi uliopita, jambo linaloashiria huenda kumekuwa na mabadiliko ya kimkakati wa kijeshi. Maeneo ambayo yameimarishwa na AFC M23 ni pamoja na Kichombiro, Alimbongo na Mbingi katika wilaya ya Lubero, pamoja na Buleusa na Kateka katika wilaya ya Walikale. Hatua hii imeongeza hofu miongoni mwa wananchi wanaohofia kuzorota tena kwa hali ya usalama. Rais wa asasi za kiraia wa wilaya ya Lubero, Muhindo Tafuteni, amesema kuwa harakati hizo za kijeshi tayari zimesababisha wananchi wengi kuyahama makazi yao. Tunathibitisha kuwa M23 imeimarisha nafasi katika maeneo ya mstari wa mbele, hususan Kichombiro, Alimbongo, Mbingi, Buleusa na Kateku. Hali hiyo tayari imesababisha wananchi wengi kukimbilia maeneo ya Kipese, Alimbongo na hata Kasugo. Ukweli kwamba wanajeshi ambao tulitarajia ondoke sasa wanaongeza tena nguvu zao unatufanya tuhisi kuwa mapigano yanaweza kuzuka tena, amesema Mwindo Tafuteni. Vyanzo vya kiusalama vilivyopo katika eneo hilo pia vimethibitisha kuongezeka kwa vikosi vya AFC M23 kusini mwa Lubero. Hata hivyo, vimeeleza kuwa bado ni mapema kubaini malengo halisi ya waasi au ukubwa kamili wa vikosi vilivyoongezeka. Tukiendelea kukusogezea taarifa zetu, gereza kuu la mkoa wa Tanganyika linakabiliwa na msongamano wa wafungwa, huku raia wakipendekeza kuhamishwa na kupanuliwa kwa gereza hilo ambalo kwa sasa linahifadhi idadi kubwa ya wafungwa tofauti kabisa na uwezo wake. Zuberi Ali ametuandalia ripoti ifuatayo. Gereza kuu la mji wa Kalemi lililoko katika jimbo la Tanganyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linakabiliwa na changamoto kubwa la msongamano wa wafungwa. Gereza hilo ambalo lilijengwa kwa uwezo wa kuhifadhi wafungwa wasiozidi 250 sasa linahifadhi zaidi ya wafungwa 900, hali inayozua wasiwasi mkubwa kuhusu salama, afya
na haki za binadamu. Kutokana na msongamano huo, wafungwa wengi hulazimika kulala katika nafasi ndogo zisizotosha, jambo linaloongeza hatari ya kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza, huku mazingira ya maisha ndani ya gereza hilo yakizidi kuwa magumu. Pia, walinzi wa gereza hilo wanakabiliwa na kazi ngumu ya kusimamia idadi kubwa ya wafungwa kuliko uwezo wa miundombinu iliyopo mpaka sasa. Baadhi ya wakaaji wa mji wa Kalemi wameeleza kuwa hali hiyo imekuwa kwa muda mrefu na sasa inahitaji suluhisho la kudumu. Wanasema gereza hilo lipo katikati ya mji, jambo linalozua hofu ya kiusalama endapo kutatokea vurugu au jaribio la kutoroka kwa wafungwa. Wachambuzi wa masuala ya haki na usalama wanaeleza kuwa magereza yenye msongamano mkubwa huathiri juhudi za marekebisho ya wafungwa na kuongeza changamoto za kiafya, usalama na usimamizi wa taasisi za magereza. Kwa mujibu ya maoni ya wananchi, gereza jipya linapaswa kujengwa katika eneo la nje ya mji lenye nafasi ya kutosha kwa upanuzi wa baadaye, ikiwa na miundombinu ya kisasa, huduma za afya, maji safi, usafi wa mazingira na maeneo ya mafunzo ya ufundi kwa ajili ya kuwajengea wafungwa hao ujuzi utakaowasaidia baada ya kumaliza vifungo vyao. Aidha, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina wajibu wa kuhakikisha magereza yanakuwa salama, yenye hadhi ya kibinadamu na yanayokidhi mahitaji ya sasa na ya baadaye. Wananchi wanahitaji serikali kupitia Wizara ya Sheria na Haki pamoja na mamlaka za jimbo kutenga fedha za ujenzi wa gereza jipya la kisasa nje ya mji wa Kalemi. Kujenga gereza lenye uwezo wa kuhifadhi angalau wafungwa wasiopungua 1500 ili kukidhi ongezeko la wafungwa katika jimbo la Tanganyika. Kuboresha mazingira ya maisha ya wafungwa kwa kuzingatia viwango vya haki za binadamu. Kuongeza idadi ya walinzi wa magereza na vifaa vya kisasa vya usalama. Kuwekeza katika programu za mafunzo, elimu na marekebisho ya wafungwa ili kupunguza uwezekano wa kurudia uhalifu baada ya kuachiliwa. Parmi mapalais de la justice yenye iko Mkongo na ya Kalemi iko. Metuangalie sasa wafungwa eske wanatengeneziwa mahali pazuri. Tuanze kubeba wale wenyewe washawahi kutembelea kumakala, washawahi kutembelea kundolo, angenga. Kalite ya ile maprison. Na ni maprison inadate mu miaka gani? Tangu mwele miaka paka leo hatuyakuwa na government. Leo tuko na sabia 66 ans de l'indépendance. Na tukiangalia ile maprison inaweza date mwa ile wakati ya ukoloni ama kisha ukoloni kidogo njo ile maprison ikakuwa inajengewa. Paka sasa akuyakuwa fikara ya kusema wanaweza kujenga prison yenye itasaidia wafungwa wakuwe mwa ile standard international yenye mfungwa aishi ile ufungwa me anaishi ndani ya prison mwali mwenye iko mzuri maliki aiko privé na liberté na mabitu mengine yenye anaweza kufanya. Me jambo yenye sisi kama raia tutaweza kuomba kwa serikali ni wasiwahi kuvunja kwanza ile me wapange kujenga prison gisi walipanga kujenga palais de la justice. Boko na partenaire ule partenaire mwenye alijenga palais ya justice wanaweza kumwendea na wanaweza kufanya ile mapatano kwa kuwa ajenge nje ya mji wa Kalemi hata ku 60 km ama 50 km, na ikikuwa na nani urefu mkubwa wanaweza kuwajengea watu hata masantre ya formation mule ndani, kwa kuwa prison ikuwe liemo yenye inaweza kuwa na produit vitu vyenye itakuwa na lisha ile prison. Unakuta prison yetu haina na mashamba, haina na mashamba kama iko pale Centreville watalima wapi? Wakikuwa lazima ya kula ngaingai, hakuna ginsi wapate ngaingai juu unakuta hawana na jardin yenye iko aux alentours ya prison yenye inaweza kuwasaidia. Kama wanaenda nje ya mji wa Kalemi ama ya territoire ya Kalemi, wanapata eneo fulani yenye inaweza kuwasaidia wapate kujenga
prison yenye inaweza kuwapatia nafasi yenye watakuwa natia na ile mashamba yenye inaweza kuwasaidia huduma kidogo. Anatanda gouvernement awapatie ile yenye anakuwa anawapatia kuwalisha, wao peke watakuwa najilisha kwa ile kidogo yenye watakuwa weko nafanya kama kazi ya mlimo wa kuwasaidia. Na kuomba kwa governor anaweza kuangalia makuta kidogo yenye anaweza kutia mu budget ya gouvernement provincial, kwa kuwa wa prisonnier wako napata ile kidogo anatanda niveau national ile inakuwa naleta na niveau provincial nayo inapasha iko nawekeza kuwafungwa ili wako nakula vizuri, nafasi ya kulala ikuwe bora. Ile ni ombi yenye tunaomba kwa government yetu ya jimbo ipanse kwa prison yenye kuwa mu province ya Tanganyika ili wakuwe napata ako ile support kidogo ya gouvernement provincial. Wananchi wanaamini kuwa ujenzi wa gereza jipya hautaimarisha tu usalama wa jamii, bali pia utasaidia kuheshimisha haki za wafungwa na kuboresha mfumo wa haki katika jimbo la Tanganyika. Ni ripoti yake Zuberi Ali. Tusalie mkoani Tanganyika. Miundombinu ya barabara mkoani humo inaendelea kuwa tatizo kubwa kwa raia wa tarafa la Manono ambao wanajikuta kugharimu pesa kubwa kwa bidhaa ya kawaida. Kuharibika kwa barabara kumesababisha bidhaa kupanda bei, swala ambalo serikali inaomba kushughulikia. Ramadhani Kahambwe na mengi zaidi. Wakati ufunguzi wa taratibu wa barabara Manono Nyunzu Kalemi katika mkoa wa Tanganyika ulisubiriwa kwa muda mrefu ili kuondoa kutengwa kwa wilaya ya Manono ambayo kwa miaka mingi ilikuwa imejitenga kutokana na ubovu wa miundombinu ya barabara. Hali sasa imegeuka kuwa janga la kiuchumi. Badala ya kuchochea biashara, barabara hii yenye urefu wa kilomita 446 imekuwa chanzo cha gharama kubwa kwa wasafirishaji, wafanyabiashara na raia wa jimbo hili. Haya ni malalamiko yaliyotolewa katika tamko la pamoja la asasi ya kiraia ya Manono na chama cha wafanyabiashara wa mji wa Manono lililotolewa hadharani Jumanne tarehe 7 Julai 2026. Kwa muda mrefu wakazi, wafanyabiashara na watumiaji wa barabara hiyo walikuwa wametengwa kutokana na ubovu wa barabara na waliona ukarabati wake kama fursa ya kufufua uchumi. Hata hivyo, matumaini hayo yaligeuka haraka kuwa hasira kutokana na kuongezeka kwa ushuru, vizuizi vya barabara na usumbufu mbalimbali. Kwa mujibu wa jedwali la viwango vya tozo lililotolewa kwa vyombo vya habari, kila aina ya gari inalipa ushuru tofauti. Gari dogo la abiria hulipa dola za Marekani 21 sawa na dola 0.083 kwa kila kilomita. Gari la ukubwa wa kati hulipa dola 27 huku gari kubwa likilipa dola 64 katika eneo hilo hilo. Mbali na hayo, kuna ada za uzito wa ziada zinazotofautiana kati ya dola 35 hadi 174. Matokeo yake ni kupanda kwa bei za bidhaa. Msafirishaji huongeza gharama za usafiri, mfanyabiashara hupandisha bei ya chumvi, sukari, unga na mafuta ya kupikia, na mwisho wa siku ni mlaji anayebeba mzigo mkubwa zaidi, yamesema mashirika hayo mawili. Wadai wa uchumi pia wamelalamika kuongezwa kwa vizuizi vya barabarani, ambapo fedha mpya zinatozwa mara nyingi bila maelezo yote ya msingi. Kutokana na hali hiyo, wananchi wa Manono wanaziomba mamlaka za mkoa na za kitaifa kudhibiti viwango vya ushuru wa barabara, kuondoa usumbufu unaofanywa barabarani na kuweka utaratibu wazi wa ada zote zinazotozwa katika barabara hiyo. Pia wanataka waendeshaji wa shughuli za kiuchumi wa ndani kusaidiwa. Mashirika yaliyotia saini tamko hilo yanasikitika kwamba kazi za ukarabati wa barabara hii muhimu ambazo zilitoa matumaini ya kuondoa kutengwa kwa eneo hilo sasa zimegeuka kuwa chanzo cha mzigo mkubwa wa kodi. Kwa wakazi wa Manono, swala muhimu si tu ukarabati wa barabara, bali pia namna ushuru unavyotozwa. Ikumbukwe kuwa kazi za ukarabati wa barabara Kalemi Manono yenye urefu wa kilomita 446 zilizinduliwa mwezi Oktoba 2024 katika kilomita 0 kwenye makutano ya Plastrico katika kitongoji cha Kituku, wilaya ya Lukuga mjini Kalemi, makao makuu ya mkoa wa Tanganyika. Barabara hii inaunganisha Kalemi na tarafa ya Manono, pia inaunganisha barabara kuu ya taifa
namba 5 na namba 33. Ni ripoti yake Ramadhani Kahambwe. Kwingineko ni kwamba kumekuwa na maoni mseto miongoni mwa wananchi na wachambuzi wa masuala ya kisiasa kuhusu nia ya Rwanda kuondoa vikosi vyake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo imeendelea kuzua wasiwasi na mjadala miongoni mwa wananchi wa nchi hiyo. Awali nilifanya mazungumzo na Isaac Katasi kutoka Beni. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Nilimuuliza mtazamo wake kuhusiana na vikosi vya Rwanda kuendelea kuwepo DRC. Isaac Katasi alianza kwa kuelezea. Hiyo jambo tunaifuatilia kabisa kwa makini, na utagundua kwamba tangu vita vianze ndani ya nchi ya Kongo, Rwanda imekwisha kupandisha uchumi wake. Yaani yale mambo ambayo wameiba, mali ambayo wamepora ndani ya Kongo, imewatuma kuweza kuwa na pesa nyingi na serikali yao kustawi katika mambo ambayo wanafanya. Alafu si rahisi waweze kuachilia kitu ambacho kinawaletea pesa, kitu ambacho kinasaidia serikali yao kuweza kuendelea mbele. Na ndio maana wanatakamia, yaani wanafuatilia na wanazoefu ya kufuatilia, na wameendelea wakituma majeshi zao ndani ya Kongo ili wahakikishe kwamba hivi vitu ambavyo wamepata kwenye hiyo vita, kwenye vurugu, viendelee vikibaki vikipatikana na serikali yao iendelee ikipumua. Kwani kwa kweli Rwanda haina kitu. Rwanda haina rasilimali, Rwanda haina madini, lakini yote ambao wameipata kupitia vita ambavyo wameanza tangu miaka ambayo imepita wakati wameanza AFDL. Yaani mpaka leo ni mali ndio wanafuatilia ndani ya Kongo. Na ndio maana kama leo wakingali wanatuma majeshi ndani ya nchi, ijapokuwa kumekuwa mazungumzo ya Umarekani, mazungumzo ya Qatar, wanafuatilia mali waweze wakiendelea wakipata, kwani wanajua ikikatika, wakiondosha majeshi yao ndani ya Kongo, watakuwa hawasaidie nchi itarudi nyuma. Na hiyo inafatana na serikali ambayo ilipita, ambayo ilikuwa ikiwabembeleza, ambayo ilikuwa ikiwapatia pesa, mwezi ukiisha wanawapa pesa kama wafanyakazi. Alafu hizo pesa wakati serikali ya Tshisekedi imefika, imekata hiyo njia ya kupata pesa. Alafu kwao imewaletea vikwazo, na ni chanzo ya kabambi ambayo imeacha M23 iweze ikarejesha mapambano na mapigano na kuvuruga raia. Hiyo kabisa nadhani tunafuatilia tuone wapi itaishia, lakini tunaamini kwamba wakati wamefanya hivyo wamekiuka sherti Umarekani iweze ikakamata mpango ambao ni migumu juu yao kuona namna gani wanaweza wakaheshimia mikataba. Ripoti zimetolewa nyingi sana Izai. Unadhani wananchi wanahitaji ripoti? Sisi kama wananchi hatuhitaji ripoti, tunahitaji matendo. Unajua, nilisema hapo mbele kwenye habari ambazo zilipita kama mikataba imekuwa mingi, vikao vimekuwa vingi, na ripoti imekuwa mingi kusema tunaleta kama condemnation imekuwa nyingi. Sherti wapite kwa matendo, na wao wajue kwamba Mnyarwanda sio mtu teketeke. Mnyarwanda ni mtu ambaye harudi nyuma kwa neno tu. Kile kinachomrudisha nyuma ni mtutu. Wakati amesikia mlio wa risasi, anachunguza, anajua kwamba hapa kuna vijana ambao wamejipanga tayari kwa kupambana. Sherti atarudi nyuma. Ndio maana tumesema, kwa nini Umarekani hauwezi kufanya kama Ufaransa ambapo ulifanya hiyo Artemis ya kwanza, Artemis ya pili huko Bunia? Kwa nini Umarekani hawana hiyo nia ya kuifanya? Nyuma ya hiyo kutokuifanya kuna nini? Tuna vikosi vya Umoja wa Mataifa FIB ambavyo tuliona wakati wa M23, wakati wa Laurent Kunda na wale wengine. FIB ilipigana na vita viliweza kukomeshwa. Kwa nini FIB ikingali ndani ya Kongo hawaitumikishe ili waweze wakatumia nguvu kwa kusitisha mapigano? Kwangu nadhani raia ambacho kinaomba ni amani, amani ya kudumu, amani hapana ya midomo, amani ambayo watu wanaweza wakafanya kazi zao, wanafanya biashara, wanafanya shamba kwa amani na hawasumbuliwe na kitu. Na waweze wakajua kwamba wasipofuatilia kwa mbali, hii mambo itakuja kuzaa vitu vikubwa vikubwa ambavyo ulimwengu utakuja kushangaa, na imekuwa jambo ambalo hawawezi wakazima tena moto.
Sasa nini kinahitajika DRC ili amani ya kudumu iweze kurejea? Maana ni kama kuna janja fulani hivi ambayo inafanywa miongoni mwa pande zote zinazoshiriki kwenye meza ya mazungumzo. Nini kifanyike sasa? Ya kwanza ambayo inaweza ikafanyika ni serikali ya Kongo kujua kwamba ina jukumu ya kurejesha amani ndani ya nchi. Wao kama viongozi wa serikali kwa kinguvu, kwa mazungumzo, lakini mimi naweza nikawashauri kwa kinguvu ni ya lazima sana, kwani kwa kinguvu italeta vile heshima kwa nchi. Ya pili, wale ambao wamekuja kutuikalisha moja kwenye meza kama Umarekani waweze wakatambua kwamba utawala wa Kagame utakapokuwa umebaki Rwanda, Kongo itakuwa na shida ya kupata amani kama wao wenyewe hawawezi wakaingilia ndani na kuondoa Kagame kwenye kiti. Kwani wakati atabaki kwenye kiti, sherti vurugu itaendelea kuendelea, na kwani amejua tangu miaka ya AFDL ameweka majeshi zake ndani ya FRDC, na hawa majeshi wataendelea kumpatia information, na hizo information atazitumia ili aanze tena vurugu wakati watu wanaweza kupata usalama kupitia mazungumzo. Yaani serikali ya Umarekani iweze ikakamata nguvu ipambane na M23 kama vile FIB ilifanya, kama vile Artemis ilifanya. Alafu hapo tunaweza tukafikia kiwango cha kupata amani. Ya kufuata, serikali ya Kongo sharti ijue kwamba raia wanaweza wakaingilia ndani. Unajua vita wakati vikingali vya kupigana jeshi kwa jeshi vinakuwa kama ni vita vidogo, lakini wakiweza kupatia raia silaha ambao wanakaa kwenye vitongoji ambapo hawa wagaidi wanatokea, nadhani hawa raia watapambana wa kwanza. Serikali itakuwa ikikuja kuwasaidia ili kumfukuza adui, na hiyo italetea oga huo Mnyarwanda ambaye anajua kwamba raia wa Kongo ni wale ambao wanaoga, lakini akimkuta akiwa na silaha sherti atajua kwamba mambo yamebadilika, na hawa ambao wanampatia information watakuwa na hoga ya kumpatia information, kwani watakuwa wamenaswa tayari. Nadhani hiyo mambo tatu wakaitekeleza, tunaweza tukafikia amani ya kudumu. Na nchi ambazo zinatuzunguka, nchi kama Uganda, Burundi, nchi kama Tanzania, Angola, South Africa, Zambia, hizo zingine kama Congo Brazzaville, wajua kwamba hii tatizo ambayo Kongo inayo leo na nchi ya Rwanda sio tatizo tu ya Kongo, ni tatizo ya region mzima. Na kama sisi sote hatuungane kuona kwamba hii ambayo Kagame anafanya ni ukiukaji wa haki za binadamu, kuna siku nchi nyingine ambayo itakamata akili ya Kagame itawezi kaingilia vile nchi ambazo zimestawi, ambazo wamewaza kama wamepata amani. Sherti pamoja tuweze tukakemea kile ambacho ni kitendo cha ukiukaji ya haki za binadamu, pamoja tuweze tukakemea wale ambao wanavamia nchi za watu, pamoja tuweze tukakemea hiyo ambayo inaweza kuleta mgawanyiko ndani ya nchi. Hiyo itakuwa ni kurudisha salama ndani ya nchi zote za Afrika, na Afrika itabaki kabisa moja. Ni Ezaika Tasio ambaye nilifanya naye mahojiano hivi punde. Tusalie mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba ukatili wa kingono unaendelea kutumiwa kama silaha ya kivita katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mujibu wa ripoti ya pamoja ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu. Muda mchache uliopita nilifanya mahojiano na Rosa Tuombehane, mwanaharakati na mtetezi wa haki za binadamu kutoka Beni, DR Congo. Nilimuuliza jinsi anavyoitazama ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa inayobainisha kuwa ukatili wa kingono unaendelea kutumika kama silaha ya vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akijibu swali hilo, Rosa Tuombehane alianza kwa kueleza kuwa hali hiyo ni ya kusikitisha na inahitaji hatua za haraka kutoka kwa serikali, jumuiya ya kimataifa na wadau wa haki za binadamu. Hiyo ripoti inakuja kukamilisha malalamiko yetu sisi kama wakina mama tunaotetea haki ya binadamu katika eneo hizo za mashariki mwa Kongo. Zaidi sana tundetu ambalo linaenda kufuatilia zaidi sana ubakaji unaotokana na vita, ni iwe M23, iwe ADF, iwe vikundi vyote mbalimbali ambavyo vinapambana vinapiganisha inji katika upande wa mashariki, wote wanatumikisha ukatili wa kingono kabisa. Kwa ngambo ya ADF
wanawake wengi ambao wanatekwa nyara wanapata madhara haya. Kunaweza kuwa wachache tu ambao wanatoka bila ukatili huo wa kingono. Na iwe upande wa M23 tunawapokea wanawake ambao wanakuwa vile wasumbulifu, wanasumbuliwa na mambo haya ya ukatili wa kingono. Kwetu tunadhani tunapochunguza na kufata historia za wanawake hawa ama binti hawa, wasijana hawa, ni kwamba ni tendo katili huu umetumikishwa vile kama silaha, sababu wengi hata wamekuwa na watoto, wengine wanaharibishwa, kubomolewa, kama naweza kusema hivyo. Ni kuua kabisa, ni kuua mtu kupitia ngono, na ni wagonjwa wengi wa kike ndio wamekuwa katika eneo hii ambako kunaendeshwa vita. Baada ya wale wanaofariki ni wengi kabisa kina mama, wasichana ambao wamekuwa wahanga wa ukatili huo wa kingono. Kwa kweli tunaomba serikali itusaidie pamoja na umoja wa nchi zote za bara la Afrika, hata umoja wa mataifa, wafanye juu chini kwa kuweza kuangalia namna gani kuweza kumaliza vita, kwa sababu vita hiyo inatembea sio tuna mauaji, lakini na mauaji hiyo ya aina ya ukatili wa kingono, na ni mambo ambayo tunaidadisha siku baada ya siku. Tunapokea watu ambao wamekuwa wakati ambao wamejeruhiwa kufatana na ukatili huo wa kingono. Hii ni hatari kweli, hatari hasa kwa maambukizi ya magonjwa kuambukiza kama vile virusi vya ukimwi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafanya vya kutosha kukabiliana na hali hii? Sio kabisa kazi ambayo ilifanyika mbele, wamekuwa kama walisahau jambo hii, lakini hapo usoni kundi yetu ya Difegu ina siku 3 ina juma 2 ilipopokea Fonarev ambayo ni pesa, ni mfuko wa Kongo kwa ajili ya tunza hiyo ukatili wa kingono, kuwasaidia. Tuliweza kulalamika sana, kupaza sauti kama Difegu muda mrefu, lakini tumewapokea Butembo, Beni, walimaliza wiki moja Beni na wiki moja Butembo, wakitunza hawa wamama ambao tumeidadisha, ambao wamepata madhara haya ya ukatili wa kingono. Lakini hata waliongeza kabisa akina baba ambao vile wamejeruhiwa kwa kupigwa, kwa kuumizwa, kwa kukatwa, ambao walikuwa tayari wameidadishwa hapo tu. Na nadhani ujumbe huo umerudi hapo jioni, hapo baada ya hapo juzi ndipo ujumbe huo umerudi, na ni ujumbe wa kwanza ambao tumepokea katika eneo hiyo ya Butembo, Beni, Lubero, tangu pale vita imeanzishwa katika upande huu. Ni hiyo tu hatua ya kwanza na hali ya kwanza ambayo tumeona ikiwa hatua nzuri, sababu hiyo ni ushirika la serikali, na tunaomba waesonge mbele, na sisi tutajitahidi kama shirika la raia, shirika la kina mama, tuendelee kuidadisha watu hawa, sababu kwa muda huu walipelekwa kwenye hospitali kubwa za Beni na Butembo ili wapate tiba. Wengine wanapata tiba pasuliwa kwa sababu waweze kutunzwa vema. Hii tunasema ni hali ya kushukuria, lakini ni hatua ya kwanza tangu pale vita imeanzishwa huko, na tunaomba isiwe mara ya mwisho. Waendelee hivyo, na popote kunakoendeshwa vita wafanye hivyo. Waathirika wa matatizo hayo wanapata msaada wa kutosha wa kisheria na kisaikolojia kutoka kwenu? Ndio, tunajikaza, tunajitahidi kabisa kwa kuwapatia kwa kuwasaidia kisaikolojia. Ikiwa umeniita hapo, ninatoka kwenye hospitali ambako kuna mmoja ya wamama hawa. Nilikuwa hapo muda wa saa fulani kwa kuwa pembeni yake, na mwenzetu wa kazi alikuwa hapo jana. Tunaendelesha kabisa kwa sababu atatunzwa kwa urefu. Tunafanya juu chini kwa kuwasaidia kiakili, lakini kitu kubwa ambayo tunafanya, tunahimiza watu wawasaidie vile hata kipesa, sababu tazama kwamba wanaposaidia kiakili wakiwa na magumu ya kutunza watoto wao, hata ya kwa kulala, nafasi ya kulala, wengi wao ni wakimbizi, wamefika Butembo, wamefika hapa Beni, wanatoka katika vitongoji ambako kunaendeshwa vita, ni wakimbizi, wanalala katika vyumba vidogo na vichafu, katika hali mbaya na watoto wao. Alafu tulipochunguza tulizani kwamba wakisaidiwa kwa kazi kimafunzo
kazi wanaonesha kicheko kidogo. Nasi nguvu yetu ikiwa chache, tunaendelea tu kutoa mwito kwa serikali pamoja na marafiki wake wote, vikundi visivyokuwa vya kiraia vya kimataifa, wanao nguvu wote wasaidie basi, kwa sababu sisi tumeona baada ya vikao vingi vya na wa psikolojia, ijapo watu mama hawa hawasaidiwe na kitu kidogo cha kufanya kazi, wanaendelea tu kuteseka, kwa sababu tunayo experience ambayo imeonyesha kwamba wadogo tuliosaidia wanapata kicheko haraka wakati wamepata hata kachumba kwa kulala, anaanza hasa kutumika, kama ni kuchoma mihindi ama ni kuchoma ndizi, unaona kicheko inamrudilia, ijapo hata alipita kwa siasa nyingi za kisaikolojia na haisaidiwa. Msaada wetu ni mdogo sana, sababu tunajikaza tu, hatuna msaada wote. Ndio maana tunapaza sauti kwa wote ambao wanaweza kusaidia wahanga hawa wa ujeuri wa kingono, pamoja na wahanga wengine wa aina yote, waje kusaidia. Hali hii imewatesa watu wengi, wamepatikana katika hali mbovu, na kwa kusaidia kwa kweli itakuwa ni kumaliza vita, kwa sababu endapo hali ya vita itaendelea, tutakuwa tukiidadisha tu visa hivyo ambavyo vitakuwa vikitokana na vikiwa kama matunda mabaya ya vita. Pengine nikuulize swali langu la mwisho, mnafanya mbinu gani au mnafanya mikakati gani kuhakikisha kwamba wahanga au waathirika wa ukatili huu wa kingono mnawalinda ili wasiweze kubaguliwa na jamii? Tunajitahidi kabisa kwa kuzungumza na jamii, kwa sababu hata wamoja wanapokaa kwenye kata ama chembe ambako wamepata chumba ambamo wanaishi, ubaguzi huo haukosi. Tunasikia mara watu wakisema huyo alikuwa kwa mfano alitoka huko porini kwenye watu fulani, na hiyo inawatesa tena zaidi. Ama huyo ni mtoto ambaye alitokana na kisa fulani, inakuwa kabisa mzito kwao. Lakini tunapima kuidadibisha jamii kwa kuona kama hawakutaka, sio kwa kutaka kwao, na sisi yanaweza kutufikia mambo haya. Wengi walikuwa wamama sujaa, wasichana sujaa ambao walibebwa wakitoka shambani kwa kujihudumia, wengi walitegwa nyara wakitoka sokoni kwa kujihudumia. Hivi sio kwa kutaka kwao, lakini waume wengi kabisa wanakataa kabisa kuwapokea wake wao, na hiyo ndio shida kubwa tunayo katika kuwakusanya wamama hawa. Hapo kuna wamoja ambao wanakubali, lakini wengi wao wanakataa kabisa, zaidi sana wale ambao wamekuja na watoto. Ni Rosa Tuombeane, huyo mwanaharakati na mtetezi wa haki za binadamu ambaye nilifanya naye mahojiano hivi punde kutoka Beni huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwishowe kabisa, hali ya kiusalama inaendelea kuwa mbaya sana nyanda za juu za Minembwe katika tarafa la Fizi. Kumekuwa na maoni mseto, mmoja wanasema hivi, wengine wanasema vile. Lakini ukweli wa mambo ukoje? Nilibatika kufanya mahojiano na mkazi mmoja wa nyanda za juu ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa sababu za kiusalama. Alianza kabisa kufafanua zaidi kuhusiana na hali ya kiusalama nyanda za juu za Minembwe. Ndiyo ndugu mtangazaji, hali sio shwari kwa sababu kuna vijiji vingi ambavyo watu wamehama. Unajua mapigano ambayo yametanda katika nyanda za juu za hapa na pale, sijui watu wanapambana leo, wanapambana kesho, inafanya watu kabisa washindwe hata kukaa kwenye vijiji vyao. Sasa hivi kwenye vijiji kama vile Sangani kwenda, yani vijiji vingi tu watu wengi wamekimbilia kwenye maeneo ya Kipupu. Japo jeshi ambalo lilikuwa Kipupu waliondoka, tukabaki raia ikabaki peke yao, ila raia wanavumilia, hawana jambo lolote la kufanya. Ndugu mtangazaji, mpaka leo kuna watu wanashindwa kuelewa ni akina nani ambao wako Minembwe, wako Pwezero na wako Kipupu na Mienge, kati ya AFC M23 na vikosi vya serikali ambao wanashirikiana na wazalendo. Katika mji wa Minembwe, Mienge, Pwezero huko kuna tawaliwa na waasi wa M23, ndio wanatawala huko, yaani ndio wameshikilia maeneo hayo. Ila mji wa Kipupu ni mji ambao M23 hawapo, na jeshi la serikali ambao walikuwa hapa Kipupu ambao walikuwa takriban 40 na zaidi, wao waliondoka siku ya Jumatatu wakaelekea huko kwenye litorali ya Lake Tanganyika na kusema kwamba wao wanachukua njia ya kwenda jijini Kalemi. Ila mji wa Kipupu sasa hivi raia wamebaki peke yao bila mlinzi, bila upande wote ule. Ina maana Kipupu hamna serikali au hamna waasi.
raia wamebaki peke yao. Huko Minembwe ndo waasi wapo wa M23 na huko Mienge pia na huko maeneo ya Pwenzero. Najua muliona hata delegation kubwa ya waasi wa M23 walikuwa hapo tarehe 7 huu mwezi wa 7, walikuja hapo bwana Bertrand Bisimwa, bwana Kaniki, bwana huyo Lawrence Kanyuka ambaye ni msemaji wao, na tuliona mapicha zao walikuwa hapo Minembwe kuja wakashirikiana na watu wao, na baadaye wakarudi kwa jijini kwao Goma. Kitu kimoja ambacho watu wanajiuliza ni kwamba inatokea mara nyingi sana unakuta mapigano yanayofanyika, baada ya siku mbili jeshi la serikali linashika eneo, baada ya siku mbili tena waasi wa M23 wanashika eneo. Ni huu mchezo unasababishwa na kitu gani? Ni kitu gani ambacho kipo nyuma ya mchezo huu? Yaani vita vya huku sisi tunavishangaa. Na vita kwanza sasa hivi watu wanashindwa kuelewa kwa nini hivi vita vipo, kwa sababu vita viishi. Na kuna maeneo mengi ambayo serikali tunaona wanatangaza eti wameshikilia. Raia tukitaka kurudi tunakuja kukuta kwamba hiyo habari ilikuwa ya uongo. Unajua kulikuwa hata tangazo ambalo lilitoka juzi hapa la serikali la kusema kwamba kuna vijiji kama vile kijiji Kashama hata Wihene ambao serikali ilitangaza kwamba wameshikilia huko kwenye nyanda za juu. Japo hivyo vijiji sisi kama vile watoto wa nyanda za juu, hivyo vijiji hatuvijui, na tunajua hiyo Kashama hata ipo huko katika mkoa wa Katanga, ila huko havipo. Ina maana kuna taarifa ambazo zinazotoka ambazo sio sahihi na hazina ukweli wowote, ila ni kwa sababu tu watu wengine wanataka kufurahisha viongozi sijui, ila sisi ambao tupo kwenye maeneo tukija kuchunguza tunakuja kukuta hizo taarifa za uongo. Na kwa namna unavyoona kuna uwezekano wa waasi wa AFC M23 kuendelea kusonga mbele hapa, nikimaanisha kwamba kuendelea kuteka vijiji vingine au miji mingine mikubwa kama vile mji wa Baraka, Kalemi na kuendelea huko? Huo uwezekano upo? Huo uwezekano mimi kibinafsi sasa kusema naona kama vile upo. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu ambao wanao panic ni wanajeshi wetu. Sio kwamba waasi wana nguvu kivile, ila tungepata jeshi ambalo lipo imara, ambalo lipo lina motisha, ambalo lingesimama na kusema kwamba sisi tupambane. Ila kitu ambacho kinachotushangaza ni kuona waasi wakija tu, yani wakipiga risasi 2-3, utaona wanajeshi ndio wanaokuwa kwenye mstari wa mbele kukimbia. Yani ukifata hata au mnaosikia kwamba wanakimbia kwenye nyanda za kati kuja huku na Fizi, wengine wanapita Misisi wanaenda maeneo ya Kalemi, yani unakuja kujikuta askari jeshi ambayo tulikuwa nategemea kwamba yeye ndio anakuja kutukomboa au kupambania nchi, ndio wa kwanza kukimbia na kufanya uoga hadi raia wanapata uoga, na wakifika kwenye vijiji au kwenye miji wao tena ndio wa kwanza kupiga risasi, inafanya hadi wananchi wanaogopa na wanapatwa na bwazi na kusema hata tuanze kukimbia. Na tena kingine sasa hivi kama vile sasa hivi ukichukua tarafa nzima ya Fizi wamekata mawasiliano ya simu, wamekata interneti ili upate kuongea, inatakiwa uwe na wifi ya Starlink. Na hata ukienda pale Baraka sasa hivi wamenyang'anya hizo wifi, yani watu wamebaki bila hata mawasiliano. Tumebaki hivyo tunaishi kama vile wanyama ambao wako mbugani, hawajui watoke wapi na waende wapi. Naam, tumalizie na hili. Muda huu unavyozungumza nawe, kuna maeneo ambako mapigano yanaendelea huko au hali ni shwari kwa leo? Hali ni ngumu sasa hivi kubaini kwamba hali poje, kwa sababu unajua maeneo ambapo kuna vita na serikali imekata mtandao kama nilivyosema, na sisi kama raia huwa tunaongeaga kupitia simu, kupitia ndugu ambao hapo sehemu fulani mnauliza, ila serikali wamekata mawasiliano. Ila hali bado ni ya kutanda, kwa sababu wanajeshi wanaotoka huko kwenye front line au kwenye viwanja vya mapambano ndio wanakuja sasa kuweka uoga ndani ya watu wanazidi kuogopa. Ukichukua kama jana katika jiji la Uvira, watu walipata mshtuko mkubwa baada ya kuona wanajeshi walikuwa wanatoka kwenye nyanda za juu wakiwa na watu wao walioumia pia na maiti, wanakuja kufika kwenye hospitali, wanaanza kupiga risasi, watu wakaogopa. Baraka hali ni hiyo. Fizi mjini Fizi pia pale Fizi Centre pia ni hivyo. Ina maana hali sio nzuri, kwa sababu ingekuwa kwamba kuna amani, wanajeshi wapige risasi ovyo, hiyo ndio tungesema kwamba hali ipo salama. Pia kuna hizo drone za waasi wa M23 zinapiga popote, unasikia kupiga drone pia inafanya wananchi wanaishi bila amani na tunaishi na wasiwasi, kwa sababu labda leo ni huyu, hatujui kama kesho itakuja kudema nyumbani kwako. Shukrani sana na poleni sana huko nyanda za juu. Asante sana ndugu mtangazaji.
Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Bedu Jean de la Croix na hii ni JCTV. Tukutane wakati mwingine. Kwa heri kwa leo.